Hello wapendwa watazamaji wa Connection TV, hii ni Connection TV habari. Mimi mtangazaji wenu Chionda. Habari kwa ufupi: makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israeli na Lebanon yaongezwa kwa muda wa wiki 3. Papa alaani mauaji ya waandamanaji katika nchi zote duniani. Muda wa ziada wa kusitisha mapigano kati ya Israeli na Lebanon haujashusha bei ya mafuta. Mwanajeshi wa Marekani alishiriki operesheni ya kumuondoa Maduro madarakani yakamatwa baada ya kushinda kamari. Habari kamili. Wasema makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israeli na Lebanon yaongezwa wiki 3. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israeli na Lebanon yamesogezwa mpaka wa siku 21 zijazo, kwa sababu inaonekana malengo yanatimia, lakini huku Israeli ikionekana moja kwa moja ikivuka masharti ya makubaliano ya amani. Anasema usitishaji wa mapigano unaonekana haujatimia kwa 100%, huku Donald Trump akiongea maneno makali ambayo hayaonyeshi ya kwamba ni njia mojawapo ya kuelekea katika amani. Umoja wa Mataifa unashinikizwa uingilie kati mgogoro huu unaoendelea duniani, ambao ni mgogoro unaofanya dunia uwe katika hali ya mzingiro wa kiuchumi pamoja na kiafya. Wanasema mahakama ya Afrika Kusini yaamuru Zambia kurejesha mwili wa Rais Edgar Lungu. Serikali ya Afrika Kusini imesema Zambia haina haki ya kuzika mwili wa rais wa zamani wa Zambia Bwana Edgar Lungu, ambaye alikufia Afrika Kusini, mwili wake kurudishwa Zambia, na kifo chake kikiwa na utata wa kugombea maiti kati ya familia na serikali. Serikali inasema huyu alikuwa mtumishi wetu, lazima azikwe nyumbani, azikwe katika nchi aliyotawala, aliyowatumikia wananchi wake, huku familia ikisema serikali ilimnyanyasa Lungu, ilimuondolea haki zake akiwa kama mtawala. Kwa hiyo serikali haikumpa heshima anayostahili, kwa hiyo wasitake maiti yake kuizika. Ndugu watashiriki katika mazishi ya ndugu yao, na hiyo ndio taarifa iliyopo. Wanasema vita inaendelea huko Sudani ya Kaskazini kati ya makundi ya RSF na jeshi linalounga mkono serikali toka pale alipoondolewa madarakani Rais Omar al-Bashir. Sudani haijakuwa sawa, huko Sudani ikimiliki njia ya Bahari Nyekundu, na mapigano haya wanasema yote yanatokana na njia ya Bahari Nyekundu pamoja na dhahabu za Wasudani zilizokaa chini ya ardhi yake, zikiwafaidisha Waturuki, wa China, wa Abu Dhabi pamoja na Wakatari. Hii ni Connection TV habari.